Naam, wana ukuu wa Mwafrika. Pentagoni imeitisha majenero wake 800 walioko nje ya Marekani kwenye utawala wa Donald Trump. Na watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini majenero hao wameitwa kutoka kwenye vituo vyao vya kazi wakutane pale Pentagon. Majenero 800 kutoka kwenye vituo vyao vya kazi. Na hawa tunaongelea ni wale wenye ranki ya Brigadier General na kwenda juu. Yani kuanzia cheo cha Brigadier General kwenda juu. Ndio wameitwa pale Pentagon ili waweze kukutana. Sasa watu wamebaki na maswali, wanajiuliza. Wito, maana ni kikao, ni mkutano wa dharura au ni wito wa dharura tuseme. Wito wa dharura kutoka kutoka Marekani, hasa kutokea Pentagon, makao makuu ya jeshi ambayo na yao wenyewe wanataka kuita ni kitengo cha vita. Maana sasa unakumbuka juzi Donald Trump akaamuru kuwa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ibadilishwe jina na kuitwa ni Wizara ya Vita. Sio Wizara ya Ulinzi. Hapana, iitwe Wizara ya Vita. Na sasa tena wanaitwa watu kutoka kwenye vituo vyao vya kazi duniani kote. Yaani wameitwa wafike pale Pentagon. Sasa ni kitu gani hasa ambacho Marekani anakipanga? Au ni nini hasa ambacho Marekani anakifikiria? Ndio haya yamekuwa ni maswali ya watu wengi katika kujiuliza hilo, kutaka kujua ni nini. Hatujui ni kitu gani, hatujui ni nini. Lakini mara nyingi sana haya mambo waga yanatokea wakati ambapo kunakuwa na pressure kwa Marekani kutokana na mataifa ambayo walikuwa wameyadharau, kutokana na mataifa ambayo walikuwa hawajui yanafanyaje au ni nini hasa ambacho Marekani atafanya nini, hususan pale interest za Marekani zinapokuwa ziko kwenye hatihati, zinapokuwa interest za Marekani wanapokuwa kama maslahi ya Marekani yanataka kuguswa hivi. Kwa hiyo ndio maana wanakuaga wana spidi hiyo. Na ili nitakupa mifano baadhi ambayo unaweza wewe mwenyewe ukaamua kufuatilia. Mfuatilie general mmoja, alikuwaga general wa Marekani, anaitwa Wesley Clark. Wesley Clark. Wewe ukiandika tu Wesley Clark au sasa ukisearch hasa kama YouTube ndo utamkuta. Ukisearch YouTube andika Wesley Clark on Iraq War, utakuta hapo atakwambia, yani anasema, maana yeye alikuwa ni general. Sasa katika mojawapo ya vitu alivyokuwa anavieleza, anasema wakati ameenda Pentagon pale akafika, wakati anapita ili asalimie jamaa na ndugu waliokuwa wanafanya kazi naye pale na nini, basi kuna general mmoja alimuita akamwambia Clark, hebu njoo. Akamwambia bwana na haraka na nini? Akasema wewe njoo bwana. Basi akaenda pale. Sasa ameenda, sema ile ilikuwa mwaka 99 nafikiri, 99 au 2000. Wakati amefika pale, yule general akamwambia kuwa hivi, una habari kuwa tunaenda kuivamia Iraq? Kipindi hicho wakati anaongea, ilikuwa 2001. Wakati anaongea tayari wako Afghanistan. Wanaipiga Afghanistan Marekani. Sasa huyo akamwambia, kwa nini tuenda kuivamia Iraq? Yule general akasema, hata mimi mwenyewe sijui, lakini ni maagizo kutoka juu kuwa tunahitaji kwenda kuivamia Iraq. Lakini kumbuka ni mipango ya miaka iliyokuwa miaka 10 baadaye au 12 au 13 hivi, kwa sababu alikuwa anaelezea kwenye mojawapo ya video kuwa mwaka 1991 Marekani kawa inapanga dhidi ya kwenda kuivamia Iraq. Lakini kwa nini waenda kuivamia Iraq? Wakasema Iraq itabidi tuivamie. Hii ni mipango ya mwaka 91. Wakasema inabidi kuivamia Iraq kwa sababu wanataka kuondoa ushawishi wa Umoja wa Kisoviet, hasa Urusi, kwenye hayo mataifa hiyo Mashariki ya Kati. Kwa wakasema kuwa wanataka uipindue kabisa Mashariki ya Kati ili Mashariki ya Kati isalimu amri kwa Marekani na sio kuwa na mshirika mwingine. Kwa wakawa wanasema kuwa tunahitaji kuvamia hayo mataifa kabla zile superpowers hazijajiingiza pale, kuepuka migogoro na hizo superpowers ambaye alikuwa sasa ni nani? Alikuwa ni Urusi. Na ukumbuke sasa miaka ya 91 ndipo ambapo Umoja wa Kisoviet ulikuwa umevunjika rasmi, na umoja huu ulivunjwa na hawa ambao sio wengine bali ni Marekani. Kumbuke hilo jambo. Basi, kwa hiyo sasa turudi hapa kwa Wesley Clark, general ambaye ni general wa Marekani huko.
Kwa sasa utamfuatilia wewe mwenyewe utamuona. Akawa amesema sasa, amemuuliza yule bwana kipindi hicho, kumbuka sasa Afghanistan tayari inapigwa mabomu. Kaambia tunaenda kuivamia Iraki kwa sababu gani? Anasema mimi sijui, lakini ni oda kutoka juu. Kwa anasema aliondoka, alafu baada ya miezi michache akarudi tena, lakini aliporudi akaamua kwenda kwenye ile ofisi kwenda kumuuliza yule general kuwa je, ule mpango wa kuivamia Iraki bado upo? Alipofika pale anasema akamkuta yule general, akamuuliza vipi bwana, unaendeleaje? Bwana anaendelea vizuri na mambo yanaenda sawa kabisa. Akamuuliza vipi, ule mpango wa kuivamia Iraki bado upo? Anaambiwa yule general mwingine aliyekuwa sasa yuko pale alinamisha kichwa chini, alafu akamwambia hali imekuwa ni mbaya zaidi. Akaambia kwa nini? Akavuta karatasi iliyokuwa mezani, akamwambia sasa Wesley Clark, anamwambia kuwa oda imetoka juu kuwa ndani ya miaka 5 inabidi mataifa 7 yapigwe chini. Ni nini tena? Kaambia ndivyo. Kumbuka hiyo tunaongea ni 2001 na anaongea hivyo Afghanistan kule mabomu yanalia. Afghanistan kule watu wanakufa. Yani Marekani amevamia kule Afghanistan. Anaongea hivyo sasa akamtajia, akasema mataifa ambayo yanatakiwa basi yaweze kushushwa ndani ya hii miaka 5 ni taifa la Iraq, taifa la Syria, taifa la Lebanoni, taifa la Sudani, taifa la Libya na taifa gani tena lingine? Mataifa kama 7 hivi ambayo yanatakiwa sasa yavamiwe ndani ya miaka 5. Basi ndio sasa wakati huu huyu general ambaye ni Wesley Clark alikuwa anaongea haya mambo kuwa kila kitu kimekuwa kimepangwa na kila kitu kimepangiliwa. Kwa sasa kwa kufuata hiyo historia tena tunasikia kuwa Marekani, Pentagon imeitisha kikao cha dharura na majenerali wote kutoka kwenye vituo mbalimbali duniani, majenerali 800 wakutane pale Pentagon. Na hawajasema wanakutana kwa sababu gani. Je, ni kitu gani? Je, ni wakati huu ambapo sasa China ameonekana kuwa ni tisho kubwa sana kwa Marekani? Ni wakati huu ambapo Venezuela naye ameonekana kuwa ni tisho kubwa sana kwa Marekani na kumsingizia kuwa Venezuela anafanya biashara ya madawa ya kulevya? Swali linakuja, mfanya biashara ya madawa ya kulevya duniani mkubwa ni nani kama sio Marekani? Je, ni wakati huu ambapo tunaona Urusi amekuwa ni tisho duniani, au wakati huu ambapo India amekuwa tisho duniani? Kwa sababu juzi hapa nimewaambia kuwa Marekani ilikuwa inapanga mpango wa kutaka kuipindua serikali ya Narendra Modi wa India, baada ya kuwa Narendra Modi anaonekana kuwa amewageuka wa Marekani, amegeukia upande huu ambao ni upande wa Urusi na China, lakini pia vile vile yuko BRICS pia vile vile. Dada yetu mmoja yuko Ubelgiji alikuwa ananikumbusha, anasema pia sababu ya kutaka kumvamia Nicolas Maduro wa pale Venezuela ni kwa sababu Nicolas Maduro naye yuko kwenye mipango ya kujiunga na BRICS. Unaona, ndio sababu pia mojawapo. Lakini ukiachilia mbali hiyo, kuna mafuta pale nini hapo Venezuela kwenye mji wa Caracas kuna mafuta pale ambayo Marekani anawinda yale mafuta sana. Kwa ni sababu pia nyingine. Lakini pia nyingine yuko na ushirika sana na hawa kina Vladimir Putin, lakini na sababu pia mojawapo ya kutaka kujiunga na BRICS. Ndio maana pengine imebidi sasa hawa majenerali 800 hasa kuanzia ngazi ya general brigadier general, kuanzia ngazi hiyo brigadier general na kuendelea, ndio maana imebidi waitwe sasa kule Marekani Pentagon hapo ili wakae wajadiliane. Hatujui ni nini, lakini ikijulikana basi tutaendelea kuwapa taarifa ndugu zanguni, kwa sababu Marekani anachanganywa akili. Donald Trump anawaconfuse watu mpaka na yeye mwenyewe anakuwa confused yeye mwenyewe. Unajiconfuse mpaka wewe mwenyewe kwa mambo yanayoendelea. Kwa hiyo hiki ndicho kinachoendelea huko ulimwenguni, hususan huko katika taifa la Marekani, ambapo taifa hili la Marekani basi chini ya utawala wa Donald Trump mpaka wizara ya ulinzi ameigeuza iitwe wizara ya vita. Kwa hawana sababu yoyote, na kimsingi mataifa yale ambayo yule General Wesley Clark aliyataja kimsingi yalishavamiwa. Kumbuka sasa Iraki yenyewe 2003 ikawa imevamiwa, wakaja kuuangusha utawala wa Saddam Hussein huku
huko Iraki 2003, lakini wakaja kuangusha utawala wa Colonel Muammar Gaddafi ilikuwa 2011, na mataifa mengine pia waliyavamia. Juzi hapa ndio Syria hii mnaiona imeanguka rasmi, imeangukia mikononi mwa wao wenyewe. Sasa kuna mambo ya ajabu sana ndugu zangu. Juzi nimemwona huyu rais wa mpito wa Syria anaitwa Ahmed Sharaa kwenye Umoja wa Mataifa, naye anaongea. Mtu ambaye alikuwa anatafutwa na Marekani, aliyekuwa anaambiwa huyu ni gaidi. Kwa mtaelewa sasa ugaidi sio Waislamu magaidi. Kuna yuko anayefadhili ugaidi duniani. Ile nataka mlielewe vizuri sana. Ndio hivyo ndugu zangu. Asanteni sana, tutaendelea kuwapa taarifa kwa kadiri mambo yanavyoendelea huko duniani. Asante.